Na wakati huo, mtazamaji, viongozi wa makanisa sasa wanawataka wanasiasa kutuliza kelele za siasa na badala yake kuwahudumia Wakenya. Na askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana nchini Jackson Ole Sapit akisema nyuzi joto za siasa zinazidi kupanda zaidi ya mwaka mmoja unusu kabla ya uchaguzi mkuu. Na askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria akionya dhidi ya swala la ukame nchini kuingizwa siasa, akisema kwamba kuna hatari kubwa kama Mwangi anavyotuarifu. Kipute cha mwaka 2027 kikionekana tayari kuwekwa gia kwenda mbele. Viongozi wa kidini wameanza kutahadharisha dhidi ya siasa zilizoongezeka miezi 18 kabla ya uchaguzi mkuu. Askofu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit aliyezungumza ACK St. Peter's Cathedral huko Kisumu amewarai wanasiasa kupunguza makali yao anayosema tayari yanatahadharisha umoja wa taifa. We want to plead with all of us, and especially the politicians. Now let us tone down divisive politics. Let us speak in love. Let us be truthful to our people and make sure that we serve the purpose which God has given us as leaders. Sapit aliyewanyoshea kidole kwa kutelekeza majukumu waliochaguliwa kuafikia na badala yake kushiriki kujiandaa chaguzi zinazofuata wangali afisini, amewataka Wakenya kuwapiga darubini wanaowaongoza kwa sasa na kuwajibika debeni mwaka ujao. This is a moment where they are now dismantling old vehicles and building new ones. And that's what happened to Kenya. You hardly get a formation that take us through 2 elections. We dismantle, build again. Alliances are broken, MOUs are broken, and they are built again. Msimamo wake umejiri huku askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo la Nyeri Anthony Muheria akionya dhidi ya siasa za ukame na kiangazi. Muheria anasema ikiwa siasa zitaupiku uhalisia wa mambo, basi huenda kukawa na hatari ya vifo. We must not play the politics of drought, the politics of those vulnerable. We must not use them as our means of gaining popularity. We must not weaponize drought. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.